Huyu bwana pamoja na ndugu zake wanne alishawahi kuiteka ndege ya Air Tanzania ambayo ndani yake alikuwepo Method Kilaini, askofu wa kanisa Katoliki. Cha kushangaza, watekaji wawili waliingia kwenye misheni hiyo ya masaa 36 pamoja na wake zao na watoto. Badala ya ndege kwenda Dar, wakaiongoza hadi Uingereza. Walipofika, wakataka kuongea na mtu ambaye inaelezwa kuwa aliwahi kuiongoza Tanganyika kwa siku 3. Si mwingine bali ni Oscar Kambona. Ilikuwaje? Na huyo Kambona ambaye hatajui sana ni nani? Agosti 13 mwaka 1925 katika kijiji cha Kwambe kusini mwa Tanganyika alizaliwa Oscar Satiel David Kambona. Baada ya elimu ya awali akaenda Dodoma Alliance Secondary kusoma kwa ufadhili kutoka kwa askofu wa kanisa la Kianglikana, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kusali sala ya Baba Yetu vizuri, tena kwa Kiingereza. Baadaye alienda shule ya Tabora na akasoma pamoja na Rashid Kawawa, Job Lusinde, George Kahama na wengine ambao baadaye walikuja kuwa watu mashuhuri serikalini. Akiwa Tabora, Kambona akafahamiana na Julius Nyerere ambaye alikuwa ni mwalimu wa biolojia na Kiingereza katika shule ya St. Mary's Tabora. Ilipofika mwaka 1948, Kambona akahitimu na akajiunga na chuo cha ualimu na baadaye akaenda kufundisha shule ya Alliance Dodoma ile aliyoisoma. Lakini alipofika mwaka 1954 akaamua kuingia rasmi kwenye siasa za ukombozi. Siku moja alienda kuomba kazi ofisi za TANU. Akasema, najua hakuna pesa ya kunilipa kwa sasa, nipeni kazi niwaletee wanachama, walipe ada, chama kijiendeshe. Akakubaliwa na Kambona akaanza kazi kama katibu wa organizesheni wa TANU. Baada ya miezi kadhaa, TANU ikapata wanachama wapya 100,000. Chama kikapata nguvu. Ndipo hapo Kambona akawa mtu namba 2 kwenye chama, akiwa katibu mkuu wa TANU. Kambona akawa namba 2 katika chama. Wanachama wakamshangilia kwani alifanikiwa kufungua akaunti ya kwanza ya benki ya TANU. Mpaka kufikia mwaka 1955, timu ya wapigania uhuru iliongozwa na Julius Nyerere, Oscar Kambona, Bibi Titi Mohamed na Sheikh Suleiman Takadir aliyekuwa kiongozi wa wazee wa wakati huo. Mwaka 1957, kwa ufadhili wa serikali ya kikoloni, Nyerere akamtaka Kambona aende kusoma sheria chuo kikuu cha Middle Temple Uingereza, ili Tanganyika ikipata uhuru, Kambona asaidie kuandika katiba ya uhuru, Independence Constitution. Akaenda, na akiwa huko mwezi Juni mwaka 1957, shirika la utangazaji la Uingereza BBC likaanzisha idhaa ya Kiswahili, na Kambona akawa Mwafrika wa kwanza kutangaza uwepo wa BBC Swahili. Huu ni mji wa London. Leo kwa mara ya kwanza BBC London inawasalimia wenyeji wote wasemao Kiswahili katika lugha yao wenyewe. Salamu alaikum. Tunatumaini kwamba mtasikiliza vyema kila Jumanne na Alhamis. Akiwa ng'ambo, Kambona aliendeleza harakati za TANU, huku chumba chake kikiwa ni kama ofisi ndogo za TANU, kwani wapigania uhuru wengi wa Afrika akiwemo Nyerere mwenyewe walipofika jijini London walifikia chumbani kwake. Akiwa huko London Novemba 19 mwaka 1960, Kambona akafunga ndoa na Flora Morio aliyekuwa Miss Tanganyika na binti wa Chifu Mareale wa Moshi, huku Julius Nyerere akiwa msimamizi. Mwaka huo Kambona akahitimu, akarudi Tanganyika na moja kwa moja akaenda kwenye bunge la Tanganyika. Akiwa katibu wa TANU, Kambona aliongoza majadiliano ya uhuru kati ya serikali ya Uingereza na TANU yaliyofanyika mapema Machi 1961, wakijadili juu ya tarehe ya uhuru, na hatimaye Disemba mwaka huo Tanganyika ikawa huru. Baada ya uhuru, Kambona akawa mmoja wa mawaziri wa kwanza wa Tanganyika huru. Watanganyika wengi walitegemea nafasi zote za juu serikalini na taasisi zake zingeshikwa na wazawa. Lakini hatua ya Mwalimu Nyerere ya kuomba na kukubaliwa na Malkia wa Uingereza
kumwongezea gavana wa kizungu muda wa kubakia nchini kusimamia serikali haikukubaliwa na baadhi ya wanasiasa, akiwemo Christopher Kasanga Tumbo, aliyekuwa kiongozi wa chama cha wafanyakazi wa reli. Tumbo alitishia kuitisha mgomo nchi nzima. Ndiposa mwaka 1962 Nyerere akaona afanya jambo, akampeleka jijini London kuwa balozi mpya wa Tanganyika. Lakini hata hivyo, baada ya miezi michache Tumbo alijiuzuru na akarudi nyumbani. Januari mwaka 1962 Nyerere akajiuzuru waziri mkuu wa Tanganyika. Wengi wakaamini kuwa Kambona ndio muda wake, atashika madaraka hayo, kwani alikuwa namba 2 kisiasa wakati huo. Lakini Kambona alipata upinzani mkubwa kutoka kwa mawaziri wenzake, na mwishowe Nyerere akamteua Rashid Kawawa kuwa waziri mkuu. Kwenye panga pangua, Kambona akaenda kuwa waziri wa mambo ya ndani kutoka kuwa waziri wa elimu. Mwandishi nguli na mwanahistoria Mohamed Salum anasema jambo hilo Kambona hakulipenda. 1962 baada ya Nyerere kuapishwa kuwa rais wa Tanganyika, akamteua Kambona kuwa waziri wa mambo ya nje. Kambona akapata nafasi ya kuwa mwenyekiti wa kamati ya kisiasa ya Afrika ya kuandaa mkataba ulioanzisha Umoja wa Mataifa ya Afrika, yani OAU. Na hata baada ya OAU, Tanganyika iliteuliwa kuwa makao makuu ya kamati ya ukombozi wa Afrika. Kambona akawa mwenyekiti wa kamati hiyo. Mwaka 1963 Kambona alifanya mageuzi kadhaa kwenye vyombo vya ulinzi. Kikosi cha ujasusi cha polisi kilichoundwa na wakoloni, Special Branch, kilivunjwa na badala yake iliundwa idara mpya ya usalama wa taifa. Vijana kutoka Umoja wa Vijana wa TANU wakaingizwa ndani ya idara hiyo. Pia Kambona alifanya mabadiliko ya jeshi la Tanganyika lililofahamika kama Tanganyika Rifle. Akawapandisha vyeo wa Afrika ili washike vyeo ambavyo bado vilikuwa vinashikiliwa na wazungu. Maofisa wa Kiingereza hawakupenda hicho kitu, na hawakupenda zaidi baada ya Kambona washawishi maofisa wa TANU kuwapeleka vijana 60 nchini Israel kupata mafunzo ya kijeshi. Kitendo hicho pia kikamuudhi Patrick Sholto Douglas, aliyekuwa brigedia wa jeshi la Tanganyika Rifle. Siku chache baada ya mapinduzi ya Zanzibar, alfajiri ya Jumatatu ya Januari 20 mwaka 1964, yakatokea maasi ya kijeshi. Wanajeshi 15 wa jeshi la Tanganyika wa kambi ya Kolito Barracks, kwa sasa ni kambi ya Lugalo, waliasi na kuwakamata maafisa wa Kiingereza na baadhi ya Waafrika. Kikundi kingine kilienda Ikulu kumlazimisha Rais Nyerere akubali matakwa yao. Wakati wale askari wako Ikulu pale, kuna mmoja akenda kwa Job Lusinda akamwambia, sisi bwana hatuna ugomvi na Nyerere kabisa, lakini sisi tunachotaka hawa wazungu, sisi tumeshapata nchi yetu, nini wanabakia kwenye jeshi letu, kwa nini waondolewi? Mkuu wa usalama wa taifa Charles Mzena akawaambia madai yao wayapeleke kwa waziri Kambona, na wakati huo bodyguard wa Mwalimu Nyerere Peter Bwimbo akafanya mpango wa haraka wa kumtorosha Mwalimu na makamu wake Rashid Kawawa hadi Kigamboni, ambapo walifichwa kwenye nyumba ya mzee Kizwezwe katika operesheni hiyo iliyoitwa Operation Magogoni. Mzee Kitona Kondo yeye alikuwa ndo msaidizi wa Kambona wakati ule. Mzee Kitona Kondo kaniambia mimi uso kwa macho, asema Nyerere tulimtoa sisi Ikulu kwa kutumia gari la taka. Mimi nikamuuliza Mzee Kondo, nikutaje nitakapoandika habari hizo, wakati ndo nafanya utafiti wa kitabu cha Science, nikutaje kwa wewe? Akasema nitajwa na tatizo. Na Kambona ndiye kwa siku 3 ndio naweza kusema alishikilia nchi. Yaani kama Mwalimu tuseme, tunasema kuwakilisha Mwalimu kwa siku 3 alikaa nani? Basi tutasema Oscar Kambona. Bako Oscar Kambona alikuwa kila baada ya nusu saa sauti yake utasikia TBC anaeleza haliko hivi. Yeye ndio alikuwa anazungumza na wale askari walioasi. Waasi hao wakataka Kambona akaongea nao jeshini, na alikwenda na akawatuliza. Ndiposa Nyerere na Rashid Kawawa wakajitokeza hadharani. Akaulizwa Mwalimu Nyerere, ulikuwa wapi siku zote 3? Akasema, nilikuwa Dar es Salaam. I was in Dar es Salaam.
Watu ambao hawakujificha ilikuwa Kambona, Job Lusinde na Boki Munanka. Na kwa kweli haikuwa kupindua serikali. Baadaye waasi walilianzisha tena, hivyo ikabidi maasi hayo yazimwe kwa msaada wa Uingereza na baadaye wa Nigeria. Kwa hiyo hali jeshini haikutengamaa, kwani zilisambaa taarifa kuwa Christopher Tumbo aliandaa njama za kuitingisha serikali. Nyerere akaiomba Uingereza ije isaidie kuwanyang'anya silaha waasi. Baada ya maasi ya jeshi kuzimwa, taarifa zikaanza kusambazwa kuwa Kambona alihusika moja kwa moja na uasi huo. Mwalimu na Kambona walikwenda Uingereza. Gazeti la Daily Telegraph likaandika kuwa Kambona amehusika na ule uchochezi kuasi. Anasemwa wapo kwenye kikao cha serikali. Mwalimu upo na Kambona kama waziri wa mambo ya nchi za nje. Kambona alilia machozi kabisa. Maana kaona uchungu, kwa nini wanamzulia. Mwaka 1964 Kambona akawa mjumbe aliyesaidia kuziunganisha nchi mbili, Tanganyika na Zanzibar, na akawa mmoja wa mawaziri wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na Kambona alikuwa ni mmoja wa mawaziri wachache sana waliokuwa wanajua mchakato wote wa muungano kwa undani. Kutokana na staili yake ya nywele na urahisi wa kufikika na vijana, watu wakazidi kumpenda. Mwaka 1965 likapangwa baraza jipya la mawaziri. Kambona akatolewa wizara ya ulinzi na mambo ya nje, akapelekwa TAMISEMI. Wengi wakaona ni kama Nyerere anampunguzia madaraka Kambona na anazidi kumsogeza mbali. Lakini Kambona akaendelea kupiga kazi. Februari 5 mwaka 1967, Rais Nyerere alitangaza azimio la Arusha, nyaraka ya 5 iliyokuwa na lengo la kujenga taifa la kujitegemea la kijamaa, na Kambona